Mimi naitwa Godfrey, ni mdogo wa Mheshimiwa Balozi. Leo ni tarehe 6 tangu Mheshimiwa Balozi alipovamiwa na watu ambao wanajiita wasiojulikana, lakini kiuhalisia wanajulikana na tunawajua. Leo ni miezi mitatu imeshafika. Kwa tumekuja kutoa vitu ili mwenye nyumba aweze kuendelea na utaratibu wake. Kwa haraka katika tunapohamisha, kuna baadhi ya vitu tumekuta havipo huku ndani. Cha kwanza ni safe ya hela. Haipo. Imechukuliwa. Kuna laptop ambazo zilikuwa laptop 8 hazipo. Kuna simu zake 5 hazipo. Kitambulisho cha NIDA hakipo. Passport yake ya kusafiria haipo. Wamevunja pia mlango wa gari yake. Wamechukua safe ya hela ilikuwa ndani ya gari. Wamechukua funguo za gari pamoja na document zote zilizokuwa ndani ya gari wamechukua. Kulikuwa kuna pikipiki ndogo, wamechukua toolbox yake ambayo huwa inafungwa nyuma ya pikipiki, wameondoka nayo. Antena ya internet wamekata nyaya, wamebeba na yenyewe wameondoka nayo. Funguo za pikipiki wamechukua. Kamera za studio wamechukua. Wamevunja taa za studio na kufanya uharibifu mkubwa ndani. Wamevunja taa, wamevunja baadhi ya vioo, wamevunja baadhi ya kamera ambazo zilikuwa ziko ndani. Huyu hapa ni Godfrey Polepole ambaye ni mdogo wake Humphrey Polepole ambaye sasa hivi hajulikani wapi aliko baada ya kutekwa na watu wasiojulikana. Sasa hapa alipata fursa kuweza kuongea na waandishi wa habari na kueleza baadhi ya vitu ambavyo vilipotea ama havijapatikana katika nyumba ya Humphrey Polepole. Sasa Januari ya tarehe 6 mwaka 2026 ndio siku ambayo familia ya aliyewahi kuwa balozi wa Tanzania kwenye nchi ya Malawi pamoja na Cuba Humphrey Polepole ilifika kwenye nyumba ya aliyekuwa kiishi mpendwa wao maeneo ya Tanzanite Street, Uninio Bahari Beach, wilayani Kinondoni, Dar es Salaam kwa ajili ya kuhamisha vitu vyake. Pamoja na mambo mengine, alizungumza na waandishi wa habari kama nilivyokuambia. Mdogo wake Humphrey Polepole ambaye anajulikana kama Godfrey Polepole anadai kuwa katika upekuzi wao amebaini uharibifu wa mali na upotevu wa baadhi ya vitu vya Humphrey Polepole. Katika kufanikisha zoezi hilo, familia ya Humphrey Polepole ikiongozwa na mamake mzazi Mama Anna Mary Polepole waliambatana na wakili William Maduhu kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu ambacho kinajulikana kwa ufupi kama LHRC. Na hapa ametaja baadhi ya vitu ambavyo vilipotea katika nyumba ya Humphrey Polepole pamoja na vitu ambavyo walivitaja ni laptop na simu pia zilipotea, na kuna baadhi ya vitu ambavyo viliharibiwa kiwemo kamera ambazo wanasema kwamba zilivunjwa, na kuna vitu vingi sana ambavyo umetoka kusikiliza amevitaja, lakini sasa hajulikani waliobeba hivyo vitu ni jeshi la polisi ama ni hao watu wasiojulikana ambao walihusika katika kumteka. Sema wakili alipata fursa kwanza kuzungumza na akasema kwamba serikali bado ina jukumu la kutafuta na kujua ni wapi alipo Humphrey Polepole, hata kama wao si wao waliohusika katika kumteka ama kumchukua, sababu kazi ya serikali na jeshi la polisi kiujumla ni kulinda raia pamoja na mali zao.